angalia familia ya kwenu kabla hamjaoana na kuoana. Angalia ulivyokuwa unapendwa kwa wakwe. Angalia mume wako alivyokuwa anakupenda. Alikuwa anakuambia I love you, na kuona kwenye gilasi, nikinywa maji ni kama silali, na kuota tu. Wakati mwingine unachati mpaka asubuhi, halali na wewe, anakesha na wewe. Oh mpenzi wangu, oh rafiki yangu. Paka wengine walikuwa wanajiiba na bukuta, wanakuja saa 12 kukaa karibu na michongoma. Itakwambia naomba basi pita hapa nikuone, naomba pita hapa nikuone. Wapi? Na wewe unapita maana unaonekana ni handsome. Nimepita basi. Unamwambia sina mobitel. Anakuambia anafanya kazi ya kubeba zege, nipe siku 3. Anakuletea na mobitel. Leo ukimwambia mama wangu tuweka hata 50,000, tuweka hata 20 tu jamani, tubundulize, tununue semendi. Akimwambia nikipata hela tutafanya mama wangu, nakupenda. Akikamata tu pop, ukimwambia vipi mama wangu, anakuambia ulinisaidia kutafuta. Katafuta za kwako. Unajiuliza ni yeye au nani? Ni yule kijana wangu niliyekuwa namuamini nampenda au nani? Mtoto anakuja mpaka tumbo linakata. Unajiuliza ni yeye au nani? Ni yule kijana wangu, ni yule binti yangu? Si akili yake. Misingi. Nahitaji ukatae. Sema amen. Sema basi amen. Sema basi amen. Sema basi amen. Kwa hiyo ukiona vita kwenye familia ulikotoka, mababu wanakupiga vita, usiangalie maana shetani anamvaaga mtu. Tunahitaji kwenda rohoni leo. Na watakufa. Wako mashujaa 3 wataangusha madhabahu. Sema basi fire. Sema fire. Sema fire. Kwa hiyo ukiona naomba usiogope. Tunahitaji kuvunja misingi iliyowekwa. Sema amen. Sema amen. Kukataliwa, kuolewa na kuachika ovyo. Wengine misingi ya kucheleweshwa kuolewa au kuoa. Nakuta mtu umri umeenda olewe, umri umeenda haoi. Ukimwambia aisee vipi, anakuambia nitaoa tu. Hata wengine fahamu zimeteka, unamwambia lini utajenga? Nitajenga tu, mpaka umri umemwacha. Lini basi tutafanya hivi? Tutafanya tu. Misingi na dai. Hakuna mtu asiyependa kuendelea. Sasa fikiri, nimekuonyesha habari ya Biblia. Hii roho jinsi walivyorithi wakina Yakobo. Wanarithi. Na huko tunakoelekea tunahitaji kuvunja misingi ya kichawi. Sababu wachawi wanapita kwenye hizi misingi. Wakitaka kukuloga wanaangalia kwenu ni ukoo wa namna gani, kwenu kiroho gani inatawala, kwenu wamewekewa mipaka gani, wanakufunga na hizo mipaka. Ni kama tu mtu atumwa aje kukamata nyumbani kwako, mahali anakopiga signature ni kwa balozi. Atasema nimetumwa na serikali, mahakamani, polisi, huyu mtu nimpelekea rabii. Haendi moja kwa moja. Why? Kuna mkuu wa hilo eneo. Hata kwenu kuna wakuu wa hilo eneo. Mizimu ya mababu, mabibi, mashangazi walilaani, wakafanya vitu vya ajabu. Nakumbuka boma moja ambalo nilienda, nikakuta wasichana hawasomi kabisa. Hawakienda shuleni hawasomi. Hakuna aliyefika hata form 4. Nikawa nauliza kuna shida gani? Hawakuniambia. Nikawaambia kwa sababu nimefika hapa tuombeni. Wakati tunaomba pepo likalipuka. Nikasema mimi ni shangazi, kwa nini nawaombea? Sababu aliniambia baba, tuna watoto hapa tumetoa hela hawafaulu. Wengine wanazaa, wengine wakatu nyumbani. Tulipoomba pepo likasema tuko kwenye ardhi. Nikauliza wewe nani? Akasema mimi ni shangazi. Maana ndugu baba zao. Unafanya nini? Akasema nilikujaga hapa nikiwa mdogo, nilihitaji kusomeshwa, wakakataa kunisomesha. Nikasema na wakwenu hawatasoma. Sasa fikiri kitu kama unaweza kufikiri ni jambo la dogo sana. Akasema hawatasoma. Wasichana wa hili boma hawatasomeshwa na hawataenda shule. Wakabaki wengine ukiweka la kwanza, baada la pili ameacha shule, la tatu ameacha shule, la 4 ameacha shule. Wengine wanabeba mimba hivyo juu kwa juu. Hata leo wengine nikiwauliza hapa, wengine mliachishwa masomo.
Mamaka anakuambia, mwanangu nenda shule. Nenda basi shule. Wapi? Misingi. Watu mnapuuza vitu kama hivi, lakini vinakuja. Yule shangazi akasema, ninaapa hawatasoma wa kwenu. Je, unajua kwenu kuna kitu kimetamkwa, aiza kwa ndugu zako, aiza kwako wewe mwenyewe, aiza kwenye familia uliopo? Unajua kilichotamkwa? Na ngoja nikupe mfano, utanielewa. Unaweza ukafikiri nadanganya, unaweza ukaonewa. Nakumbuka mama moja, na niliwahi kusema kwa wale ambao sio wageni katika huduma hii, alikuwa ni shangazi kama huyo tu, lakini alikuwa hayuko vizuri kiakili. Kwa hiyo ni hawa watu ambao wamezaliwa kwenye familia ni kama vile wapo wako nomo hawako nomo, hakubahatika kuzaa na hakuolewa. Kwa hiyo kafika mahali wale wake za kaka zake wakawa wanamngonga, mama yake yuko hai. Kwa hiyo kafika mahali wanamkejeli. Sometimes wakikuta yuko na mama yake wanamwambia, hivi fulani si uzae hata basi hata moja. Kejeli tu. Hakuna hata aliyekuona huko akuchukue basi. Kejeli tu. Sikieleza. Kwenye bomu uliopangalia sana, mawifu uliowakuta. Angalia sana. Angalia sana. Yule binti na mamake tayari sasa wa mama wanamchochea mama yao kujenga bifu na mtoto wake. Kwa hiyo ikafika mahali yule mtoto akaumia. Ni mama tu ameshakuwa umri fulani umeenda, akaumia, akasema wacha nikafe, na nitakapokufa sitaki hata waone mwili wangu. Kwa hiyo akakimbilia porini. Kukimbilia porini akaliwa na wanyama. Kuliwa na wanyama hakuna mtu alijua, kwa sababu ni mtu ambaye kwenye familia ya dhabiki haujulikani kama ni mtu wa thamani. Wakaanza kutangaza kwenye maredio sijui wapi, kaanza kuweka kwenye magazeti, wakaanza kutoa ripoti, jamani kuna mtu amepotea yuko hivi na hivi. Alafu baadaye sasa anayekuja kutoa taarifa ni kijana anayechunga ng'ombe, alikuta mguu umebaki, mguu moja tu. Akatoa ripoti, kuna mguu nimekuta wa mtu. Wakapewa watu ripoti, wakaenda kuangalia, wakakuta kule ni mguu wake. Kwa hiyo wakaleta mguu wakazika. Sasa sema baada ya miaka kwenda, hawa mawifi yani wake za kaka zake wakaendelea kuzaa watoto, wakakua, wakijana wa kike wa kiume, wakasomeshwa, wanafaulu vizuri kabisa. Wa kiume wakaanza kuoa, kila anayeoa anaoa pale nyumbani. Akizaa tu watoto wawili, mke anaondoka, anaoa mke mwingine, baada tu anaondoka. Sasa ikaleta shida fulani, kwa sababu nilihudhuria kwenye hilo jambo na mimi kipindi fulani. Kwa hiyo ikafika mahali watoto wa baba mkubwa wamezaa, wamekuwa, wamesoma, lakini wakioa tu wanaanza ulevi. Boma zinavunjika, mwanamke anamwacha, boma linabaki hivyo hivyo. Akioa pili hivyo, yani boma, yani ukakuta nyumba za vijana wa kiume wote hakuna hata mmoja mwenye mke. Hakuna aliyegundua. Wasichana ni wasomi, wengine ni walimu, wengine ni madokta, yani wana sura nzuri jamani. Yani kama kuna watu waliojaliwa ni wale wadada pia nao. Yani ni wazuri, wakisimama unameza mate. Kwa jinsi walivyoumbwa. Lakini akija mwanaume akisema I love you, naomba nikuoe, akikanyaga leo nyumbani kwao, kesha arudi tena. Kutana na dada, nikutana hiyo Kusanga. Wakati ndo naanza huduma, nikutana hiyo Kusanga. Nikamuuliza dada, tulikuwa mahali sipendi kutaja. Nikamuuliza dada, vipi? Akaniambia, mtumishi, nimesikia ulikuwa unakuja eneo hili. Nikasema nije kukuomba ushauri. Nikamwambia kwani ni mkubwa, alikuwa na miaka karibu 30 kipindi kile. Akaniambia na mtoto mmoja na nimezaa, niko nyumbani, tumejenga pale nyumbani. Halafu anasema mimi ndio mtoto wa baba mkubwa, maana wako 5 kwenye familia. Lakini akasema kwetu wote, kwa baba zetu wako 5, lakini watoto ndugu zangu wote wa kike na wa kiume hali ni moja. Ukienda kwa baba mdogo hali ni moja, ukienda kwa baba watatu hali ni moja, wote wamezalia nyumbani. Na hakuna hata mwenye mke. Watoto wa kiume wote ni walevi, hakuna mwenye mke. Na wote amezaza. Nikamwambia
wewe una miaka? Akasema nina miaka 35. Akasema hapa nilipo ni mwalimu. Akija mwanaume wanakuja hata wakisema tu I love you, naitika haraka haraka asinikimbie. Hivi hujawahi kuchoka wewe? Wacha na hao ambaye unakubi unaambiwa na mwanaume naomba nikuoa I love you, na uangalia una sabufa. Halafu unaanza kumwangalia kuanzia kiatu mpaka tosi wa kichwa. Hivi wewe ni wanani? Wanafanya kazi gani? Mimi nashukuru mke wangu tangu nimemuoa, wakati namuoa na nilikuwa namwambia sina kazi. Nataka nilikuwa sina kazi. Siku moja akiniambia mimi naokota Maliboro. Sina kazi. Na unajua wasichana akiwa bado analipa, anaringa akiwa na miaka 18 20. Yuko hivi. Wewe ringa unaachwa kama kara, wewe chambua.